Wapendwa katika Kristo, Dominika ya leo inatupatia wazo kuu la kutafakari zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia sisi binadamu. Tumepewa uhai wa kimungu na tutarudi kwa Mungu. Zawadi hiyo ndio uti wa mgongo kwa maisha ya wanadamu. Mungu ametuumba kwa mfano na sura yake, na zawadi hiyo tumepewa binadamu kwa mapenzi ya Mungu, sio mastahili yetu, na kwamba tutarudi kwa Mungu kwa mpango wake Mwenyezi Mungu pia. Somo la kwanza latupatia simulizi la mama mjane na watoto wake 7 ambao walikubali kufa mashahidi wa imani yao. Malezi waliopewa katika imani hiyo yaliwaimarisha, wakasimamia amri za Mungu bila uoga wowote. Kifo hakikuwa tishio kwao kwa sababu walimtumainia Mungu aliyewapa uhai, na wakaona kwamba hata wakifa kwa ajili ya Mungu na maagizo yake hawapotezi chochote. Waliamini kuna maisha bora zaidi baada ya maisha ya hapa duniani. Imani kwa ahadi za Mungu iliwapa ujasiri mkubwa. Basi tunajifunza hapo nasi pia kwa nyakati zetu tuijue imani yetu, tuisimamie imani yetu, tuishi imani yetu kwa dhati. Somo la pili, Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo wa Tesalonike akiwapa moyo na kuwaombea faraja ya milele, kwani walikuwa wanapitia kipindi kigumu cha kuteswa na kuuawa kwa ajili ya imani yao kwa Kristo. Aliwahimiza wasali na wawe imara katika kila neno na tendo jema, hata walipoteswa na watu wasio haki. Kristo tumaini letu ni mwaminifu. Kwa hiyo tuwe waaminifu kwa maisha mapya tuliyoyapata kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa njia ya ubatizo. Kwenye Injili, mwili wetu tulionao watufanya tufikirie ufufuko kuwa maboresho ya maisha tufahamuyo na kuzoea. Ndio maana tuna picha za kuoa na kuolewa, tuna picha za kula na kunywa, tuna picha za kustarehe na hata ukomo wa maumivu na machozi. Ndivyo tunavyoona maisha baada ya kifo. Yesu anatufundisha kuwa ufufuko ni kuwa sawa na malaika, ni kuwa wana wa Mungu kikamilifu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Babu yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, babu zetu hao walimwamini Mungu, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Wanaohesabiwa kuwa wana wa ufalme ule huwa sawa na malaika, na furaha yao ni kumwona Mungu na kuishi naye milele, sio kustarehe na kuzidishiwa mambo ambayo tumeyazoea. Twaonja furaha hiyo katika sala, maungano na Mungu, katika sakramenti. Mifereji ya neema itiririke katika maisha yetu yote kwa nafasi zote, na kuishi upendo aliotuagiza Yesu wa kujitoa nafsi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya jirani. Kinachotofautisha sisi wa Kristo na imani nyingine zote ni maneno 11 ya mwisho katika kanuni ya imani: nasadiki katika ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Haya maneno ndiyo hasa sababu ya tumaini letu. Nasadiki katika ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ahadi ya uzima wa milele ndiyo uti wa mgongo na sababu ya tumaini letu sisi wafuasi wa Kristo. Ndugu zangu, somo hilo latuingiza kwenye jambo ambalo tunapaswa kulifanya. Tunawaombea waliopoteza maisha, waliojeruhiwa, waliopoteza ndugu na jamaa katika vurugu za uchaguzi mkuu tuliokuwa nao. Tulisali na kuombea uchaguzi mkuu tukitamani kwamba zoezi hilo lingefanyika kwa utulivu na kwa amani kama uchaguzi nyingine zilizotangulia.
Yaliyotokea Tanzania siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka huu yametushangaza na kushangaza ulimwengu, kwa kuwa siku hiyo ilituzalia kiumbe cha ajabu mno katika historia yetu Tanzania. Nawiwa na dhamiri yangu kuandika waraka huu mfupi kwa lengo moja tu: tumwendee Mungu Baba yetu kwa kufunga na kusali kwa imani, tukiombea nchi yetu. Na waalika waamini wote tusali tukiwaombea Watanzania na hata wageni wema waliopoteza maisha katika vurugu hizo. Mwenyezi Mungu awapokee kwake mbinguni na kuwapa pumziko la amani. Tuliyoyaona hapa Arusha yalitendeka pia katika miji na maeneo mengine. Yalisikitisha na kubadili jina na hadhi ya Tanzania. Ndugu zangu, tuombe pia waliojeruhiwa katika vurugu hizo, na sasa hivi wengine wako hospitalini na wengine wanaugulia nyumbani. Wako waliopata ulemavu wa maisha, wasiweze tena kujitegemea kama hapo awali. Mwenyezi Mungu awape uponyi wa mwili na roho, na awajalie ndugu na jamaa zao moyo na nguvu ya kuwasaidia jinsi itakavyowezekana na kwa muda wote watakaohitaji msaada wao. Aidha, wako waliopoteza ndugu na jamaa zao katika vurugu hizo na hakuna mawasiliano ya uhakika kwamba wataonana tena au la. Kweli ni huzuni. Wako watoto walioshuhudia umwagikaji wa damu nyumbani kwao. Waliona kwa mshtuko na hofu kubwa mashambulizi na maangamizi ya baba, mama, babu, bibi, shangazi wakiwa ndani ya nyumba zao, sio barabarani. Watoto hao walishuhudia hayo. Watasaidiwaje kisaikolojia? Watakuwa raia wa namna gani? Tuwaombee wote walioshuhudia kwa macho jinsi risasi zilivyoteketeza uhai. Tuombe uponyi wa Mwenyezi Mungu. Ndiye huyo tu peke yake atakaye tufariji. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awe faraja na matumaini yao na sisi sote. Tunaombea imani kwa Mungu Muumba wetu na mweza wa yote, awe kwao msaada wa kipekee. Wakati fulani Nabii Yeremia alieleza huzuni ya mama aliyelilia watoto wake akisema, Bwana asema hivi: sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake kwa kuwa hawako. Yeremia sura 31 aya 15. Tanzania inaomboleza kutokana na vurugu za siku ya uchaguzi mkuu, siku ambayo tulitegemea ingekuwa ni matumaini na furaha. Hakuna mwingine wa kutupatia faraja na matumaini zaidi ya Mungu mwenyewe, msimamizi wa uhai wote. Ndio maana mimi, kwa mujibu wa nafasi yangu ya kichungaji, nawapeni pole kwa hayo yaliyotokea kwa nchi yetu, nikiwasihi sana tuendelee kusali ile sala ya kuombea Tanzania haki na amani. Lazima tuombe na tutafute katika ukweli. Tusali misa nyingi za kumlilia Mungu. Tusichoke kuomba mpaka Mungu ajibu kwa wakati wake na kwa namna zake. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Atakayo Mungu, sio binadamu. Hiyo ni sehemu ya sala tuliyopewa na Yesu mwenyewe. Kwa hayo yaliyotokea, twapaswa kujitafakari kama taifa. Tusijidanganye na kudanganyana. Kama nilivyosema hapo awali, waraka huu ni mwaliko wa kumkabidhi Mungu katika sala hayo yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu na kesho yake. Tumwombe Mwenyezi Mungu atufungulie njia ya kwenda mbele kama taifa huru, lenye umoja na upendo wa kweli, na lenye kuthamini uhai, ubinadamu
na kutendeana kwa haki jinsi atakavyo Mungu. Tukumbuke kwamba Mungu alimuonya Kaini akimwambia, "Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo nakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde." Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya 6 hadi ya 7. Watanzania tumetendeana kwa ghadhabu na kusababisha vurugu iliyoangamiza uhai na kuteketeza mali na heshima yetu kitaifa na kimataifa. Kaini hakumsikiliza Mungu, bali alimuinukia Habili nduguye akamuua. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya 8. Mungu akasema, "Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako." Mwanzo sura ya 4 aya 10 hadi 11. Ndugu zangu, kwa tukio hilo tumeacha undugu, tumeacha upendo, tumeacha uzalendo, tukaangamizana. Na sio kusingiziwa, ndio kweli wenyewe. Je, tufanye nini? Kristo alimwaga damu yake yenye kutualika tuache uhasama ili tutoke kwenye laana na kuishi maisha mapya ya furaha na amani ya waliokombolewa. Barua kwa Ibrania sura 12 aya ya 24. Kwa upande wake Mwenyezi Mungu ametujalia nchi nzuri yenye utajiri mwingi. Watu wengi wanatamani kuuchukua utajiri. Ni wajibu wetu tuheshimu na kulinda majaliwa ya Mungu, tukijifunza kwa hayo magumu yaliyotokea tuliofanyiana sisi wenyewe. Kila raia anayo thamani itokayo kwa Mungu. Ni zawadi ya Mungu na Mungu anayesimamia. Hakuna mwenye haki ama uhalali wa kumuumiza au kumuua mwingine. Uhai wa mwanadamu ni mtakatifu, wapaswa ulindwe na kustawishwa kwa gharama yoyote. Katika sala ya kuombea taifa letu haki na amani, tuliomba mioyo yetu ijazwe na mapendo ya kimungu ili wote tuwajibike kiaminifu na kuunganishwa kama ndugu wa familia moja. Vurugu zilizotokea hazikubariki sala yetu. Kaini alimuinukia ndugu yake akamuua. Tutafakari hilo na kulifanyia kazi mapema iwezekanavyo. Tuendelee kuomba viongozi wema na waadilifu watakaoliongoza taifa letu kuishi tunu za upendo, ukweli, haki na amani. Tumuombe Bikira Maria mtakatifu, mkingiwa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu, atuombee tuweze kutafuta kwa pamoja usitawi na usalama wa taifa letu Tanzania katika roho ya uzalendo wa kweli. Nahitimisha kwa kuwapa tena pole walioathirika na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Wagonjwa wapone na waliopoteza maisha wajaliwe pumziko la milele, na wale ambao hawajaonekana bado wapatikane. Tuombe neema ya kutatua changamoto zetu kwa upendo na kwa busara. Na watakieni neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, pamoja na faraja za Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo